Nikiripoti moja kwa moja kuhusiana na gazeti kutoka BMTV Live lafunguka. Hatimaye Mheshimiwa Meru afunguka rasmi kuwa kwa sasa yuko tayari kujaza mkataba kwa mtu yoyote yule anayehitaji kufanya kazi, kwa sababu baada ya kustaafu kwa alikokuwa akifanya akawa yupo tu nyumbani akijishughulisha, lakini sasa anataka tena arudi huko afanye kazi na wewe. Asante Mheshimiwa mwandishi wa habari. Mimi kwa kweli ninaomba Watanzania wote watuweze kushirikiana kwa pamoja kwa kufanya kazi. Mtu mwenye shughuli ya kazi yoyote ile akiniita, na uzoefu wa kutosha kufanya hizo kazi na nina maengineer ya kutosha na mafundi ya kutosha kusaidiana na hizo kazi, ambapo zitaenda vizuri kadri inavyotakiwa nchi isonge mbele. Ndio. Kwa hiyo nawakaribisha sana katika ofisi yangu, waje wanavyonihitaji kwa namba nilizotamka mara ya kwanza, ili ziweze kufanya kazi kwa kuwaonyesha mahali ndipo. Nyumba yangu iliko mahali ni namba 140, namba za kodi, namba za sasa hivi, na vile kama utaziga hata vifaa vya kufanyia kazi za mambo ambayo anafanya ni umeme wa viwandani na majumbani, lakini pia refrigerator kutengeneza na kutia gas, lakini pia kutia gas magari, kutengeneza air condition, lakini pia kutengeneza mitambo ya barafu, lakini pia wauzaji wa vifaa vya ufundi na vifaa vya umeme. Ukihitaji basi unaweza ukapiga namba hiyo, na baada ya hapo mambo yakawa safi kabisa. Huyu ni Mheshimiwa Meru. Mheshimiwa, kama vile ambavyo tunaona umetueleza mashirika mengi sana ambayo umefanya, lakini pia ukasema kwa sasa umefungua ofisi yako ambayo wewe mwenyewe unashughulika na mambo ya ufundi kama vile ambavyo uinjinia ambao unafanya. Lakini ni jambo gani ambalo pia lilifanya ukatoka huko na mpaka sasa ukaamua tu ufungue mwenyewe na ufanye mwenyewe? Karibu sana. Asante mwandishi wa habari. Ndio. Ni kutokana na ile mikataba ya paya ya kule ndio kwa nashughulikia. Yes. Ilisimama bana taratibu za sehemu zote ndio nafanya kazi kwa na mikataba ya serikali. Ndio. Nikaona sasa nikifungua ofisi yangu nitakuwa na vijana, nitawafundisha wapate ujuzi zaidi. Ndio. Kwa sababu wako wanaendelea kuliko hata mimi sasa hivi. Wako vizuri tu, wengine wakujenzi wa mashirika na wizara. Ndio. Mpaka sasa. Kwa hiyo naamini kwamba mtu yote atakayenihitaji nitamfanyia kazi nzuri na kupendeza katika kazi zake. Popote, iwe serikali, iwe mashirika ya umma, majeshi, popote pale ni drops